Tunakutana leo hapa sisi kwa ajili ya semina ya awali. Ni semina ya kufungua mradi mkubwa ambao serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na mashirika mbalimbali ya kimataifa ambayo nitayataja tumeubuni na umewezekana na ukasainiwa mwezi Julai mwaka huu kuweza kuanza mradi ambao unaitwa kwa Kiswahili mbinu chanya na jumuishi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kulinda bioanuwai. Sasa mradi huu kwa muktadha unatekelezwa kwa pamoja kati ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ofisi zake ambazo mmezisikia hapa, ofisi ya Makamu wa Rais, lakini wizara yetu ya Maliasili na Utalii kupitia TFS, wakala wa misitu, lakini pia mnafahamu wizara ya fedha inahusika, tume ya mipango na sekta nyingine. Nimesikia hapa kuna wawakilishi wa baadhi ya mikoa ambao ndio itanufaika. Kwa ni mradi ambao umebuniwa na serikali yetu, lakini mradi huu unafadhiliwa pia kupitia mfuko wa mazingira wa dunia unaitwa GEF, na hapa nchini fandi zao zitasimamiwa na wenzetu wa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP. Ndio maana mkurugenzi mkazi au mwakilishi mkazi wa UNDP anakuwa ni sehemu ya mwenyekiti mwenza pamoja na sisi upande wa serikali. Kwa ni mradi muhimu na unaoashiria kwamba kwanza sera zetu za nchi kwenye kukabiliana na changamoto mbalimbali za mazingira zinakubalika kimataifa, kwa sababu hii miradi iko michache duniani na ni miradi ya ushindani kuweza kupata fandi kama hizi. Kwa kama taifa, maana yake hii pia ni matokeo ya actually kuonyesha kwamba juhudi, sera, mikakati na maono ya serikali yetu ya 600 chini ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, sera zake zinafanya kazi. Sasa mradi huu kama ulivyotajwa, kuna fedha kutoka mfuko wa mazingira duniani takriban dola milioni 4 kama sijakosea. Alafu kuna fedha za serikali ambazo imezitafuta takriban milioni 29 dola, lakini pia UNDP wameweka pale kiasi. Mradi huu kwanza utaanza kutekelezwa katika mikoa miwili. Tekelezwa katika mikoa ya Tanga na Kilimanjaro. Lengo yetu ni kwamba baadaye mradi huu uzidi kusonga mbele katika maeneo mengine kutokana na uzoefu huo wa Tanga. Tunatekeleza shughuli zitakazopunguza ukataji na uharibifu wa misitu, kuongeza upatikanaji wa nishati safi, kupikia, special cooking, clean cooking, na matumizi ya nishati safi katika shughuli za utalii. Amesema vizuri Emilian, kama tutafika mahali tukawa na magari ya umeme kwenye maeneo yetu ya utalii. Simeona the volume traffic that goes into our national parks is huge. Pale Ngorongoro Kreta pekee panaingia magari 700-800 kwa siku. If we change those into e-vehicles, imagine how much can you save and avoid emissions as a country. Na kwa kufanya mabadiliko haya ya nishati, tutaongeza suluhu za mazingira, kutatua changamoto zilizopo na kuimarisha hali ya ulinzi wa uhifadhi na bioanuwai. Mradi utaimarisha ushirikiano kati ya serikali na jamii pamoja na wawekezaji wa shughuli za utalii kwenye maeneo ya misitu ya mazingira asilia. Mradi huu umekuja wakati sahihi katika mkakati wa serikali wa kupunguza matumizi ya nishati za kuni na mkaa na kuhamasisha matumizi ya nishati safi ili kupunguza kiwango cha gesi joto, kama nilivyosema, that is net zero emission. Hilo litafanyika kwa kutumia mbinu zenye suluhisho chanya za kimazingira na uhifadhi wa bioanuwai, na inatazamiwa kuwa mradi huu utasaidia kupunguza kwa gesi joto kwa kiwango cha muda mfupi na muda mrefu, huku ukilinda hifadhi za misitu na rasilimali za wanyamapori na mimea kwa ujumla wake. Naitwa Gertrude Iliatu, ni mkuu wa kitengo cha mazingira pale UNDP. Ninasimamia miradi ya mazingira pamoja na mradi ambao tunauanza leo. Ni mradi ambao tumepata ufadhili wa fedha kutoka Global Environment Facility au ni GF kwa kifupi, ambapo tutaangalia maeneo ya mazingira asilia, tukiangalia uhifadhi, lakini jinsi ya
kuoanisha na matumizi ya nishati safi.